Naitwa Godfrey. Nimezaliwa mwaka 2000. Lakini toka nizaliwe, nilipofika duniani nilianza kusikia taarifa mbalimbali ambazo zilinishangaza katika ulimwengu huu. Taarifa moja kuu na mpaka leo naendelea kuifuatilia na ninaishi nayo ni taarifa ya kuhusu Yesu Kristo. Nilifundishwa ni kuwa ni roho iliyotoka mbinguni ambapo iliacha uungu mbinguni na kuja duniani kuishi. Na baada ya kufika duniani ilikuja kuingia kwa mwanadamu na hivyo akazaliwa kama mtoto, na yule mtoto aliishi kwa miaka kadhaa, na baada ya kuishi hapa duniani aliweza kuondoka na kurudi alikotoka. Yesu Kristo ni roho ambayo ilivaa mwili na kuishi kama mtu wa kawaida. Lakini alipokuja duniani, target yake au vision yake ilikuwa ni kuwakomboa wanadamu kutoka kwenye dhambi. Watu walikuwa wamejaa dhambi pasipo kupata njia sahihi ambayo ingewawezesha kutoka na kuwa salama, ila alikuja na kuweza kuwasaidia wanadamu kutoka katika dhambi, na hivyo aliamua kuyapokea mateso yote na kuyachukua kama njia ya kuweza kuwakomboa na kuwaachisha kutoka kwenye dhambi wanadamu wote duniani. Lakini katika hilo mpaka nikajifunza kuna watu duniani wengi sana ambao walikuja na wameondoka. Kuna watu ambao walikuja kama viongozi, kuna watu walikuja kama waimbaji, kuna watu walikuja kama waigizaji, kuna watu walikuja kwa njia tofauti tofauti na bado wakaondoka duniani. Lakini katika hilo nimejifunza kitu kimoja: Mungu huwa anamchagua mwanadamu aje afanye kitu fulani hapa duniani, na atakapokitimiza hata akiondoka, Mungu atakuwa amefurahishwa na kazi hiyo. Nimejifunza kuna wanasiasa wengi ambao waliondoka na mpaka leo hii tuliwakuta hawapo, lakini tunafuatilia historia zao na tunajifunza mambo mengi kuhusu wao. Tumejifunza kuna wanamuziki waliimba na waliweza kuonyesha njia sahihi za wanadamu, na watu waliwafurahisha na watu wakaishi kwa furaha na amani kupitia nyimbo zao, na baada ya kuondoka waliacha historia mpaka leo hii. Kuna wahubiri mpaka kipindi hiki tunawafuatilia, walishaondoka lakini bado tunajifunza kupitia wao. Kikubwa nilichokuja kujifunza sio hivyo tu, kuna baadhi ya vitu ambavyo vinatengenezwa na kuundwa kwa kutumia akili au mawazo ambao wanakuwa nayo wanadamu, na hivyo vitu vinatendeka na kuonekana. Nakupa mfano ya hivyo vitu ni kama kiti, meza, kitanda, gari na vitu vingine vyote ambavyo ni vya kuundwa mpaka leo hii vinafanya kazi, lakini yaweza kuwa walioviunda na kuvitengeneza wengine wameshaondoka duniani, ila mpaka leo hii tunavitumia. Nilichokuja kujifunza, Mungu huwa anachagua jambo fulani ambalo anaweza kalifanyia kazi na likaja likafanyika duniani, na hivyo kutumia wanadamu anaweza kuwatumia. Mfano, Mungu anapoamua kumleta mwanadamu duniani huwa anamchagua na anamtaja, Godfrey, nenda kawasaidia wanadamu katika eneo hili. Watakapoamua kukufuatilia watajifunza mambo mengi, utawasaidia na kuwaokoa kwenye changamoto ambazo watakuwa nazo. Kwa hiyo kila mwanadamu duniani anapokuja ameagizwa kuja kufanya kitu fulani. Mungu huwa na uwezo wa kutoa nguvu au uwezo kwa mwanadamu na kumpa hicho kitu aje akifanye duniani, lakini mpaka leo hii kuna baadhi ya watu hawafanyi hivyo vitu, wanaishi kwenye mateso na mahangaiko. Unakuta kuna mtu ni ombaomba, kuna mwingine unakuta alipotea duniani na kufariki lakini hajakifanyia kazi alichoagizwa na Mungu. Kuna watu unakuta wana maisha magumu mpaka kipindi hiki. Kuna watu wameajiriwa kwenye sehemu ambazo hawajaagizwa na Mungu. Kuna watu unakuta wanafanya vitu ambavyo hawajapewa hata uwezo na Mungu kuja kuvifanya. Ukiangalia kwenye makaburi kuna watu wengi wamepotea na mpaka leo hii hawajavifanyia kazi hivyo vitu, walipoondoka vikapotea. Nimekuja kujifunza mwanadamu huwa na upekee wake kabisa, na ambao huo upekee hauwezi kuonekana tena atakapoondoka duniani. Nimejifunza kama wewe unajua kuimba, hakuna mwimbaji mwingine atatokea kama wewe. Kama wewe ni mhubiri, hakuna mtu mwingine atatokea kama wewe mhubiri.
Kama wewe ni mwanasiasa, hata kama ni siasa aina moja, lakini hakuna mwanasiasa atafanana kama wewe. Nimekuja kujifunza kila mwanadamu analetwa kwa upekee wake, na thamani kubwa ambayo imewekwa ndani ya mwanadamu inatakiwa ifanye kazi ikiwa duniani. Wanadamu tumekuwa wa kuishi kwa mateso na mahangaiko, tukitafuta njia za kuweza kutufanikisha maisha yetu, lakini tusijue kitu ambacho tumepewa na Mungu mwenyewe kuja kukifanyia kazi. Kama usipolijua hili, basi tufanye daftari, tuipeleke shamba ikalime. Meza watu walitumie kulalia, lakini sio hivyo tu, viti vitumike kulimia. Na hivyo wewe unapojikuta umeingia kwenye biashara sio yako, basi unakuwa unafanya kinyume na maagizo ya Mungu. Kuna mtu ameletwa kuhubiri, lakini leo hii anauza pipi na biashara zingine ambazo sio zake. Kuna mtu ameletwa kushauri, leo hii anahusika na kilimo. Kuna mtu ameletwa kuimba, leo hii anahusika kwenye shughuli zingine ambazo hata hazipaswi kushughulika nazo. Ngoja nikwambie, duniani umeletwa kufanya jambo moja ambalo lina nguvu ndani yako, na utakapolijua na kuanza kulisimamia, matokeo yatakuja kwa shangwe na kwa spidi ya hatari sana, kwa sababu ni kitu ambacho kimo ndani na kinaishi, unakipenda sana, na haitatokea uweze kukisahau kwa sababu ni kitu ambacho unaishi nacho. Wakati unazaliwa tu ulianza kukiishi, na hicho kitu nakipenda sana, unapenda kukiongelea. Haiwezi kupita siku bila kukifanyia kazi. Hauwezi ukapitisha siku hujakiongelea. Hauwezi ukapitisha siku bila kukitafakari. Ni kitu ambacho kimo ndani na kinafanya kazi kwa hali ya juu. Nimekuja kujifunza, bila kukigundua hicho kitu kitakutesa ila wewe usijue. Kuna wakati mimi kipindi fulani nilikuwa nikiishi kwa maisha magumu sana. Nilikuwa nikitafuta watu mbalimbali, nikimkuta mtu hata namfuata, naanza kumshauri bila hata kuniambia. Na wakati nafanya hivyo nilikuwa najisikia furaha sana ninapomuelezea mtu, na baada ya hapo hata kama simjui, nikimaliza naondoka. Nimekuwa mtu wa kuishi toka huko chini baada ya kujigundua. Hivyo sasa nikaamua kuanza kusimamia eneo langu. Kuna watu nakuta wanazaliwa katika maisha yao toka akiwa mtoto mdogo, maisha yake ni kuimba, kutunga nyimbo, kujiimbia anakokuwa naoga, anafua, anafanya shughuli fulani, anaimba kila wakati. Kuna mtu maisha yake ni kutoa historia za wanasiasa, maisha yake bando anapoteza, anaweka kwenye simu, anafuatilia wanasiasa mbalimbali, maisha yake wanakuwa ni watu wa historia. Nakupa mfano, kuna mzee fulani nilikuwaga nimeenda kwenye mahubiri kipindi fulani. Nilipokutana naye alianza kunipa historia za wanasiasa, lakini baada ya kufuatilia pale, walichoniambia, huyo ni mzee tulishamzoea, ni mtu wa siasa kila wakati, na huko wameshambandika jina ni kama mwanasiasa, lakini hajawahi kuwa kiongozi. Ila maisha yake yote anasimulia ni kitu hicho hicho maisha yake. Kwa hiyo kuna kitu ambacho unakipenda ndani yako, usipokijua utabaki kuhangaika kwenye maisha, utabaki kuombaomba, utabaki kuadilisha biashara na kuhangaika kwenye majukumu. Lakini kuna kitu ndani usipokijua utabaki kuhangaika, wakati ni kitu ambacho kimo na ukikigusa tu kitakuletea matokeo. Leo naongelea kuhusu kipaji. Kama vitu vilivyotengenezwa, lazima kuna wazo lilitokea. Kwa hiyo hata Mungu alipoagiza hiyo roho yako ambayo imo ndani ya mwili wako, basi alijua kabisa na kuiagiza kafanye kitu fulani. Yesu Kristo wakati anakuja, alikuja kana ana vision, alipoisimamia, na baada ya muda alipomaliza kazi yake aliondoka. Hivyo hata wewe umeagizwa kuja kufanya kitu fulani duniani. Utakapokikamilisha, na hata kama ukiondoka, basi tukao umefanya jambo kubwa sana. Wakati mtu anatengeneza kiti, alianza kufikiria kwanza, na wakati anafikiria aliweza kuanza kukifanyia kazi, na alijua kabisa nitakapokitengeneza watu watakitumia kukaa. Kwa hiyo hata mwanadamu alipoumbwa, Mungu ameshatathmini hata maisha yake atakuwa wapi, atazaliwa wapi, ataishi wapi, atakuwa na wazazi wapi, atalelewa na nani. Mungu analijua hilo lote. Kuna baadhi ya watu unakuta wanalaumu kwenye maisha yao, wamezaliwa kwenye familia za kimaskini, wamezaliwa kwenye nchi maskini, wamezaliwa kwenye maisha fulani ya mateso. Lakini sio hivyo, hupasi kulaumu, kwa sababu hizo ni target Mungu ameziweka, na hivyo uje uzifanyie kazi duniani. Kwa hiyo
hata wewe wakati unazaliwa kuna kitu ambacho Mungu amekupatia uje ukifanye kazi. Katika mfumo wa kidini tunaita ni karama, lakini katika mfumo wa kidunia tunaita ni kipaji. Nipende kukugusishia sifa chache ambazo zinafaa kwa mtu ambaye ana kipaji. Ni anakuwa na sifa gani? Sifa ya kwanza, kipaji ukikifanya lazima watu wengi walete marejesho makubwa kwa ubora wa hali yake, na baada ya kukionyesha mfano, nimekuelewa sana, watakwambia wewe kaka una uwezo mkubwa, una nguvu, una ujuzi, watakusifia na kukwambia, lakini kumbe hicho kitu kimo ndani na Mungu amekupatia. Utafanya kwa wepesi sana kuliko watu wengine wanavyofanya. Utakapojikuta unafanya kwenye eneo lako, utakapoanza kufanya, utafanya kwa urahisi bila shida yoyote, tofauti na watu wengine watakavyokuwa wanafanya. Lakini kama sio eneo lako, utatumia nguvu kubwa na uwezo mkubwa, utajituma, utapoteza muda, utajifunza kwa hali ya juu, lakini matokeo ni madogo na watu hawatakuona. Sifa ya kipaji lazima utakuwa tayari kukipoteza, lakini utajikuta unapoteza muda wako kwenye maisha yako, pesa ambazo unazipata utajikuta unazipoteza pia. Na kama una kipaji cha uongozi, utapoteza muda na pesa nyingi sana kufuatilia mambo kadhaa kwenye mitandao na kuhusisha watu wengine ambao wanahusiana na eneo la uongozi. Utakuwa ni mtu wa kuwasimulia. Utajikuta unapenda watu fulani kwenye nchi, ukiulizwa hata unapenda watu gani, utawataja wale watu ambao wapo kwenye eneo lako. Lakini nikwambie tu, kipaji kinahitaji nguvu kidogo sana, ambapo utakapoifanyia kazi hiyo nguvu itaibuka na kuonekana. Kipaji hakihitaji kusoma, kipaji hakihitaji kunolewa kwa hali ya juu. Kipaji ukijifunza tu kidogo lazima kilete matokeo. Na hivyo ukiangalia nchi za mbali au watu walioendelea, huwa wanaanza kuwachunguza watoto wadogo wakiwa na umri mdogo, na baada ya hapo wanaenda kusomea katika maeneo ya vipaji vyao. Huyo hatakuwa wa chini kwa sababu anakuwa ni mtu mwenye uelewa na maarifa ya kutosha kwenye eneo lake. Kipaji huwa kimo ndani na kinaishi. Kipaji kinamfanya mwanadamu anakuwa na uvumilivu. Mtu anapokuwa na kipaji fulani huwa na uvumilivu mkubwa sana hata kama anapitia changamoto. Mfano, kuna watu wameajiliwa katika kazi kama vile biashara, lakini pia hawawezi kuacha na wanaona kawaida tu hata kama wanapitia magumu gani kwa mabosi wao, kwa sababu ni vitu wanavipenda. Kipaji ni kitu cha kipekee sana na hakuna mtu mwingine anacho. Mfano, ukiwa mwimbaji hakuna mwingine anaweza kuimba kama wewe unavyoweza kuimba. Kipaji lazima kitakupa shauku ya kukifanya. Ukiwa kanisani, kama una kipaji cha kuhubiri, utaona mhubiri au mchungaji kuna vitu anaviacha na utatamani uweze kuviongea pia. Lakini sio hivyo tu, mchungaji anapokuwa anahubiri, nao utajikuta unapata shauku ya kuhubiri,